Huu taratibu tunaoweka, ukizalisha mifuko 100 kwenye duara lako, ukao na mkataba wa 50 kwa 50, la kwanza lazima pande mbili za 50 kwa 50 ziwe zimetoa gharama sawasawa na uzalishaji uliotoka kwenye ile eneo. La kwanza. La pili, mkianza mgao, kodi ya serikali lazima ilipwe. Kipaumbele namba 1. Ikibaki mnaigeuza inakuwa 100%. Anakuja kulipwa mwenye leseni 20%. Anakuja kulipwa mwenye shamba 10%. Anakuja kulipwa watenda kazi, kama ni wafunga matimba, ni nani, nyinyi mnajuana kwenye mnyororo wa kazi zenu. Wanalipwa asilimia ngapi? 10. Kinachobaki ni cha wamiliki wa duara ambao ni wawekezaji wote, mnagawana 50 kwa 50 mkishatoa gharama zenu zilizowekeza kwenye uchimbaji kwenye eneo. Na haya maelekezo nayoyatoa ndio maelekezo ambayo Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya madini namwandikia na nakala nampa RMO kwa ajili ya usimamizi kwenye eneo. La pili, kwenye wale ambao wanaangukia kwenye mikataba ya 40 kwa 60, kama mkataba wa kwanza waliyekuja kuanza kuchimba kwenye fence, ikiwa ndio duara letu la kwanza kati ya maduara 324, utaratibu wetu utakuwa ufuatao. Akishazalisha inalipwa kodi ya serikali. Mkimaliza mnaigeuza inakuwa 100%. Analipwa mwenye leseni 20%, analipwa mwenye shamba 10%. Baada ya hapo wanalipwa watenda kazi 10% yao. Kinachobaki 40% ya mwanachama mwenzenu na 60% ya wale wanachama ambao mlikuwepo kwenye hayo maduara. Jina naitwa Cosmas Ignas Bongo, mkurugenzi mtendaji wa Msasa Gold Mine. Mimi nimeridhika na maamuzi yaliyotolewa na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa. Maamuzi sio mabaya na tumeridhika. Naomba tu wachimbaji wenzangu tukafanye kazi kwa kushirikiana. Tuache kuwasikiliza kwa sababu wachimbaji hawana shida, sababu ni kitu ambacho tulikuwa tumeshakubaliana toka zamani. Waache kusikiliza mambo ya watu wanaogombanisha wenye nia mbaya, sababu wengi wanaopiga makelele au nini ni wanaoanza kuiba mali za wenzao. Lakini anayechimba kwa Msasa, kwa uzalishaji uliopo Msasa na watu wamepata, kwanza hawezi kupata mkurugenzi kama mimi. Watu wamepata, wanafanya kazi vizuri kwa wakati. Watu wote tuko nao sawa. Na naomba nihakikishie serikali kwamba nitaenda kusimamia maamuzi ambayo wameyachukua, kwa sababu mimi napenda kusimamia matakwa ya serikali, na naomba wachimbaji tusimamie matakwa ya serikali, wafanye kazi, tuachane na mambo mengi, tujenge taifa letu. Naitwa Yusufu Kulu Elikana. Tumekuja kwenye kikao cha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumetikia vizuri. Serikali maelekezo iliyotoa tumeridhiana nayo. Tumepewa maelekezo na serikali, natakiwa tukayazingatie na tuyafuate. Kikubwa naomba tukalipe kodi na tusitoleshe madini, kila mtu akajitume kwenye utendakazi. Naitwa Godfrey Miti, ni mchimbaji na ni kiongozi pia wa wachimbaji. Mimi binafsi ni mpongeze kwa maamuzi aliyoyafanya, kwa sababu wamejaribu kututetea sisi wachimbaji na wachimbaji wengine ambao hawana maeneo ya kuchimba, kwa sababu sheria inapompa mtu mwenye leseni, wajibu wa mwenye leseni ni kuchimba yeye mwenyewe. Lakini tunashukuru tunapopata wamiliki wa leseni wanatukaribisha sisi kama wachimbaji wadogo, tunaendelea kunufaika na maeneo hayo. Kwa hiyo mimi binafsi kwanza nimpongeze mmiliki wa leseni hii namna ambavyo wameweza kujali. Kwa kweli binafsi tumenufaika, karibu wachimbaji wengi. Toka mimi nimeanza kuchimba, ninaamini mchimbaji huyu mwenye leseni hii amekuwa mzalendo. Kila mchimbaji aliyechimba katika eneo hili amenufaika. Kwa hiyo binafsi mimi nipongeze serikali na nimuombe yeye aendelee kutulinda na kujali, kwa sababu hichi alichokisema, maeneo mengine kuna masharti makubwa kuliko haya. Kwa hiyo sisi tumekubaliana nayo kama wachimbaji wadogo, tutaendelea kuyazingatia na tutaendelea kuhakikisha kwamba tunalipa kodi. Toka nianze kuchimba sijawahi kutana na fursa kama kwenye mgodi wa Msasa Gold Mine. Ni mgodi ulio na fursa, wamepata fedha wakina mama, hata wale wagodagoda, wachimbaji, waponchaji, mafundi matimba. Lakini mwisho wa siku ni mgodi ambao una fursa ya pekee
watu wanalipa kodi kwa wakati, tunazalisha mawe kwa wakati, tunagawia mawe kwa wakati. Hamna changamoto nyingine ambayo ilikuwa inaenda kutugombanisha sisi wachimbaji na miliki wa leseni au serikali. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.